Sifa nyingine zikaendelea kutajwa, as-saihuna. As-saihuna ay maana yake as-sairuna fil ardi, wanatembea katika ardhi, wanasafiri sana katika ardhi. Lilghazwi au talabil ilmi, wanakata masafa, anaacha yake mtu, anaondoka nyumbani kwake, anakusudia masafa ya mbali, anakwenda kwa ajili ya hiyo jihadi au kwa ajili ya kutafuta ilmu, apate kuongeza maarifa yake kwenye dini ya Allah. Maana kutafuta ilmu na kushiriki jihadi ni vitu vinavyofanana fadhila zake, yote ni mambo matukufu. Kwa hiyo mtu anakuwa anatenga wakati, sasa naondoka, ninaenda mahala fulani kutafuta jambo fulani au kufanya jambo fulani la kiibada vile vile. Kwa hiyo huyu mtu anayetoka kwake akakata masafa kwa ajili ya jambo la kidini anaitwa saihun, ni msafiri safari ya kheri, anatembea kwa kheri. Hii saihuna anasema asairuna fil ardi, wale wanaotembea katika ardhi. Shekhi kasema minasiyaha. Asaih inatokana na neno asiyaha, na siyahu maana yake hiya sairu wa dhihab, ni kwenda mahala, unaondoka eneo fulani unaenda eneo jingine, ndio inaitwa sairu. Fil maidani, iwe ni katika medani ya vita, walqifari lil'izati wal'itibari, au safari ya kitaaluma, mtu anaenda pahala kusoma jambo ili apate kuiwaidhi nafsi yake, aongeze maarifa na mazingatio. Kwa hiyo siyah ni safari ya kheri kwa ujumla. Kwa hiyo watu wanakuwa wanatumia wakati na wakakata masafa, wakasafiri au wakatembea kwa ajili ya malengo ya kheri. Hawa pia ni katika watu wema. Arrakiuna sajidun, wale ambao wanashiriki kwenye swala za jamaa, wakarukuu pamoja na wakasujudu pamoja, ni sifa za watu wa peponi pia hizi. Arrakiuna sajidun, wale wanaorukuu pamoja na wakasujudu pamoja. Kwa wanaume kusali jamaa ni wajibu. Sasa wewe ukawa unazikopa hizi swala, unaswali unapotaka mwenyewe peke yako, tena sukuma twende tu, si katika wale walioambiwa abidun, wanafanya performance nzuri katika ibada zao. Kama unakoroga koroga unajiharibia mwenyewe. Lakini watu ambao wanafanya kwa malengo, wanajitahidi wanachokifanya kiwe cha kiwango. Arrakiuna sajidun, wanakuwa ni wenye kushiriki sala za jamaa kwa kurukuu pamoja na kusujudu pamoja. Ai maana yake almusallun, hawa ni wenye kusali. Arrakiuna sajidun ai almusallun, hawa ni wenye kusali. Sifa zao nyingine watu wa peponi, ukiachilia mbali na jihadi, al-amiruna bil ma'rufi, wanapokuwa kwenye maisha ya kawaida ya kijamii, hawa wanakuwa wanaamrisha mema. Ukiona mahala yale yanayotakiwa yamezembewa, basi huo wana tabia ya kuhamasishana, kuhamasisha wenzao wanaozembea wafanye wajibu wao. Al-amiruna bil ma'rufi, katika sifa njema za watu wa peponi ni wale wanaoamrishana mema. Wanahuna anil munkar, na wale wanaokatazana maovu. Wakiona kuna maovu fulani dini imekataza, lakini mbona yanatendwa, basi kuna wengine wenye uwezo wanajitolea kuyasemea au kutengeneza miundombinu, mikakati ya kudhibiti haya maovu, hapa hatuyataki. Maana nahyu ni kukataza, na anayekatazwa si lazima apende. Wakatazaji hilo linalofanywa huwa hawalitaki, na hawalitaki kwa sababu Mola wao halitaki. Wanasema msitafutie balaa, ili jambo halitakiwi hapa, msifanye. Yanayotakiwa yasimamiwe ili yafanywe, yaamrishwe yafanywe, na yasiyotakiwa yadhibitiwe, yatoweshwe, hayatakiwi. Yaani hawa
al-amiruna bil ma'rufi wan-nahuna 'anil munkar, ai maana yake ad-da'una ila Allah, hawa ni walinganiaji, wanajitahidi kuwalingania wenzao wafuate utaratibu wa Allah. Yad'una nasa, wanawalingania watu ila rushdi wal huda, kuwaelekeza kwenye uongofu na kutenda itakiwavyo. Wayanhaunahum, na wanawakataza watu anil fasadi waraddi, wanawakataza watu wasifanye matendo ya uharibifu, ya maasiya, au kuritadi, wakaiacha dini ya Allah wakaitelekeza, ikawa dini kila siku inapoteza mwelekeo. Hawa wenye kusababisha dini ipoteze mwelekeo wanatakiwa pia wasimamiwe, wakatazwe kufanya yale wanayoyafanya ambayo yanairejesha nyuma dini. Na mwisho katika sifa za watu wa janna, Allah atujalie na sisi tuwe na sifa hizi, walhafidhuna lihududillahi, ni wale ambao wanaihifadhi mipaka ya Allah. Na mipaka ya Allah ni yale mambo aliyoyatolea maagizo, hili nataka, maana yake lifanywe. Mkiliacha lililoamrishwa kufanywa, mmekiuka mpaka wa Allah, kwa sababu mmeasi kutekeleza agizo. Hili sitaki, Allah kakataza, maana yake liachwe. Mkiliruhusu lililokatazwa lifanywe, mumeasi pia. Hili mmeambiwa mlizuie, halitakiwi. Kwa nini mnalichekelea, mnaliachia tu likuwe kila siku? Sasa alhafidhuna lihududi ni watu ambao wamechukua tenda ya kuhakikisha yale anayoyataka Mola wetu, sisi tutapigania kadiri ya uwezo wetu, tuhakikishe yanaingia kwenye utekelezaji. Yaliyoamrishwa yatendwe, yaliyokatazwa yawachwe. Ndio kuihifadhi mipaka ya Allah. Yani almuhafidhuna ala faraidhillahi, hawa ni wale wanaohifadhi faradhi za Allah. Allah kataka kuona mambo haya yanatendwa, kwa hiyo wawepo wa kuyasimamia yatendwe. Allah kachukia kuona mambo haya yakitendwa, kayakataza, basi wawepo watu wenye sound kusema hili madam limekatazwa hapa kwetu hatutaki kuliona. Hawa wenye kusimamia hivi ni katika watu wa peponi. Allah atuwezeshe na sisi. Almutamassikuna bima shara Allahu min halalin wa haramin, hawa alhafidhuna lihududillahi ni watu ambao almutamassikuna, wameshikamana bima shara Allah, na yale aliyoyaamua Allah, aliyoyaamrisha Allah, min halalin wa haramin, katika yale aliyoyahimiza ya halali yatendwe, yale aliyoyakataza ya haramu yawachwe. Wenye kuhifadhi mipaka ya Allah huwa wanaangalia Mola wetu katuajiri kazi, tufanyeje? Tuyasimamie anayotaka kuona yanafanywa yafanywe, na tusimamie kudhibiti yale asiyotaka kuona yanafanywa yasiwepo. Hawa ndo wanahifadhi mipaka ya Allah. Qala Tabari, mwanawachuoni Tabari amesema kwenye aya hii, maana yake almuadduna faraidallah, hawa alhafidhuna lihududillahi. Tabari katafsiri almuadduna faraidallah, hawa ni wale wanaotekeleza faradhi za Allah. Kuna orders, maagizo yametolewa, wao wanahakikisha maagizo haya yanahuishwa kwa kutendewa kazi. Almuntahuna ila amarahu wa nahi ila amrihi wa nahihi, pia ni watu ambao wanajitahidi kusimamia amri za Allah na makatazo yake. Kilichoamrishwa wanajitahidi kuthibitisha kinatendeka, kilichokatazwa wanajitahidi hapa kwetu hichi hatukiruhusu. Hawa ndo watu wa peponi. Na aya ikamalizia kwa kusema
wabashiril mu'minin, na ewe mtume wabashirie wale watakaokuwa wameondoka duniani na sifa ya imani. Wabashiril mu'minin, wabashirie mafanikio tu, hakuna kufeli, watu watakaokuwa na sifa ya imani. Yani bashirhum bi jannatin na'im, waumini waliokuwa wamejipamba na sifa hizi wabashiria hawa ni watu wa peponi tu, wataingia kwenye pepo yenye neema. Kwa hiyo jicheki kipengele baada ya kipengele, humo kama humo uchukue tenda ya kujitafutia nafasi uingie. Ukiwa na sifa hizi guarantee wewe utaenda peponi. Wa hudhifa almubasharu bihi au hadhfu almubashar bihi, kuondoshwa kimaandishi kile kilichobashiriwa, isharatun ila annahu la yadkhulu tahta hasri, kilichokuwa hakikuandikwa, hakikutajwa, maana yake hakiingii chini ya mabano hayo. Lazima uwe una uwezo wa kukopu na sifa hizi ndo utakuwa humo. Kama hukukopu na hizi sifa, wewe humo. Bal lahum ma la ainu ra'at, hicho kilichobashiriwa ambayo ni pepo haikutajwa hapa, lakini sifa ndo zipo, kwa sababu hata kingetajwa hatuwezi kwa akili zetu za sasa kukifahamu uhakika wake. Kwenye pepo tunaambiwa lahum ma la ainu ra'at, wameandaliwa watu hawa wema huko peponi mambo ambayo hakuna jicho limepata kuona katika macho ya viumbe sahihi. Hata ukiambiwa kuna hichi, kuna hichi, kuna hichi, ni mfano wa vitu unavyovielewa wewe, lakini si uhakika wa vyenyewe vilivyo. Huko kuna vitu ambavyo hakuna jicho la yoyote lililopata kuona, wala udhunun sami'at, wala hakuna sikio lililopata kusikia. Unaambiwa kuna majumba, kuna miti ya matunda, kuna wanawake, kuna hivi, kwa mifano ya vitu unavyovielewa, lakini vya hapa havifanani na vya huko, labda kwa majina tu. Kwa hiyo huko kuna vitu hakuna sikio lililopata kusimuliwa likasikia habari za peponi. Wala khatara ala qalbi basharin, wala hakuna kitu cha peponi ambacho kinaweza kuzingatika kwenye moyo wa kiumbe kwa sasa. Kwa hiyo mnaambiwa tu kwa lugha ya mifano, kupitia vitu mnavyovielewa, mkiamini basi mjiandae. Mkishaondoka hapa ndo mtaenda kuona reality mbele ya safari. Na kuna hadithi ameisimulia sahaba Abi Huraira radhiyallahu anhu, akasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu, nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akisema, inna Allaha farada faraida. Katika hizi sifa zilizotajwa hapa za waumini watu wa peponi, hadithi hiyo inakazia hapa, inna Allaha farada faraida, hakika Allah ametufaradhishia faradhi zake nyingi tu. Nimekufaradhishieni hili, nimekufaradhishieni hili, nimekufaradhishieni hili. Fala tudayuha, basi enyi waumini msizidhalilishe faradhi za Allah, yani mzitendee haki yake, msizidharau. Wa hadda hududa, na Allah ameweka mipaka, hakutuachia uhuru tufanye kila linalowezekanwa, kaweka mipaka. Na mipaka ya Allah ni yale mambo ambayo kayawekea makatazo, himallahi maharimuhu. Mipaka ya Allah ni vitu ambavyo katuharamishia, kavikataza. Kwa hiyo hakutupa uhuru kamili kwamba kila tunaloweza kufanya tufanye. Hadda hududa, kachora mistari, cheza huko mwisho hapa, usivuke kuja huku. Kwa hiyo kila ulilokatazwa ni mpaka huo kwako, mpaka wa Allah.
fala ta'taduha. Kwa hiyo enyi waumini, musikiuke mipaka ya Allah. Umewekewa mpaka, uheshimu huo mpaka, usikiuke mpaka ukenda ukafanya lisilokuhusu, usilotakiwa, usiloruhusiwa. Tosheka na uridhike na hapo hapo ulipowekewa ruhusa. Tatu, akasema wa harrama ashyaa, na Allah ameharamisha mambo mengi. Mpaka kitu chengine na haramu ni jambo jingine. Wa harrama ashyaa, Allah ameharamisha kwetu mambo mengi. Fala tantahkuha, musifanye intikahi kwenye mambo ya haramu. Intikah ni kule kulijadili lile jambo, anasema hili haramu, kwani hasa uharamu wake uko wapi? Kwani kuna ubaya gani? Halafu mkatafuta wataalamu walioenda shule, wakaingia maabara kwa elimu zao, wakijadili, wakidadavue kitu cha haramu kwa kutafuta mbinu ya kuuondoa ule uharamu wake. Kwa mfano, tumeambiwa innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitani fajtanibuhu. Yani hilo ni katazo la wazi. Pombe, kamari, kuabudu visivyokuwa Mungu na kutizamia, hivi ni uchafu katika matendo ya shaitani, achaneni navyo. Sasa watu tena wakaanza kuvitasmini hivi vitu. Kwani kuna tatizo gani kwenye kamari? Ni jambo lina faida, watu wataneemeka na hivi na hivi. Labda uharamu uko hapa. Kwa hiyo pakatengenezwa mazingira kuondoa kile ambacho wao wanaona labda hapa ndo panapo uharamu. Hiyo ndo intikahi. Dini inatutaka kitu utakachoambiwa hichi haramu ukione hivyo hivyo kama chongo ya mkweo. Usikitafutie mazingira ya kusema tutafanya namna gani, vipi tuuondoshe uharamu wake. Ulichoambiwa haramu kibakie hivyo ni haramu, usitafute mbinu ya kusema tutauondoa uharamu tunufaike nacho kwenye kheri zake. Wasakata an ashya, na Allah kuna mambo mengi kayanyamazia kimya. Hakuyaweka kwenye orodha ya aliyoamrisha, wala hayako kwenye orodha ya aliyoyakataza. Sakata anha, kayanyamazia kimya. Rahmatan bikum, haya ambayo hakuyaweka huku wala huku ni kwa sababu ya kukuoneni huruma, au ni kwa rehema zake kwenu. Ghaira nisyanin, sio kwamba kasahau hivyo kuvitajia. Rahmatan bikum ghaira nisyani, ni rehema kwenu viumbe, si kwa sababu kasahau. Kayanyamazia tu mambo mengi tu. Fala tabhathu anha, haya yaliyonyamaziwa kimya nyinyi msiyafanyie bahthi, msitafiti hivyo vitu. Kuna cha haramu kimetajwa wazi, haramu kama katika vyakula, usile nyama ya nguruwe. Kwa hiyo usifanye mazingira ya kusema kwani ana uharamu gani, tufanyeje mpaka nyama yake tule na huo uharamu uondoke. Ukienda kwenye anga hizo unakosea. Lakini kuna nyama mwingine hajatajwa kuwa ni halali wala hajatajwa kuwa ni haramu, kasema huu ni rehema kwenu, lakini msivipekue. Tutakuta watu mitaani wanabishana kuhusu kunguru. Nyama ya kunguru kaharamishwa wapi? Nipe aya, nipe hadithi. Watu jeuri. Hakuna kwenye aya iliyotajwa kunguru haramu, lakini pia hakuna kwenye aya aliyotajwa halali. Lakini kwenye mazingira ya itirari, hichi kilichotajwa haramu, nyama ya nguruwe, unaambiwa kama kwenye mazingira ya kuhatarisha maisha yako, hamna chakula, utakufa njaa, ila kuna kitimoto, kwenye mazingira hayo hichi cha haramu kula. Sasa kile ambacho hakikutajwa
ni aula zaidi kwenye mazingira hayo kuliko kilichotajwa kuwa ni haramu. Ndo rehema ya Mungu iko hapo. Kwa hiyo kuna nguruwe, kuna na panyabuku. Panyabuku hajatajwa popote, basi bora upige yule panyabuku ule kuliko nguruwe. Ndo maana yake rehema ya Mungu hiyo, unaruhusa kwamba usevu maisha yako. Kama vipo viwili, hichi kimetajwa hasa haramu, hichi hakijasemwa popote, tumia hiyo alternative, ni rehema ya Mungu kwako. Nimefahamika vizuri? Haya, kwa hiyo kutokana na muda inshallah tuweke hapo. Tumesoma aya mbili tu leo, 111, 112, nazirudia tena mara moja ili kuweza kudhibiti maana ya maneno yaliyotumika. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna Allaha ashtara, hakika Allah ameshanunua. Mushtiri ni mnunuzi, mushri ni muuzaji. Ningesema shara kauza, ishtara kanunua. Inna Allaha ashtara, Allah ameshanunua minal mu'minina, kutoka kwa waumini. Kanunua nini? Anfusahum wa amwalahum. Allah keshazinunua roho zao na mali zao. Roho kakupa yeye mwenyewe, wala hujailipia yake, lakini anasema yako kwa sababu kakupa hiyo ofa. Na mali, hujaja na mali hapa duniani ulipokuja, lakini mwenyewe kakujalia, kakuruzuku alichokuruzuku chake, lakini pia anasema mali yako, lakini kakupa maagizo, tumia hizi neema nilizokupa kwenye njia za kheri, utafute radhi zangu. Na utakapokubali kufanya hivyo, yeye anasema atakulipa vizuri tu, kesha nunua mali yako na nafsi yako. Inna Allaha ashtara, hakika Allah ameshanunua, minal mu'minina, kutoka kwa waumini, anfusahum, roho zao, wa amwalahum, na mali zao, bi anna lahumul janna. Thamani ya alichonunulia ni kwamba atamlipa mu'min pepo kwa kupoteza mali yake na roho yake kwa ajili ya Allah, anapata pepo. Yukatiluna fi sabilillahi, waumini hawa wanapigana jihadi kwa ajili ya kuipigania dini ya Allah. Fayaktuluna wa yuktaluna, wanaua na wao wanauawa. Allah amewaahidi kwa lolote katika hayo mawili, wewe hujaluz, atakulipa. Wakati mwingine hata kuua, unaua kiibada na unapata thawabu nyingi tu kuua kafiri ambaye anataka kuhujumu Uislamu au kumhujumu mtume au kufanya hivi. Wewe unakuwa ni askari wa Allah, unamlindia chake, anakulipa. Kwa hiyo ukiuawa unalipwa, na ukiua unalipwa, umefanya kazi nzuri. Wa'dan alayhi haqqan, hii ni ahadi ya Allah, amejikomiti mwenyewe ya kweli, atatekeleza hivyo. Fi Taurati wal Injili wal Qur'ani, ahadi hii iko kwenye Taurati, ahadi hii iko kwenye Injil, na ahadi hii iko kwenye Qur'ani. Waman awfa bi ahdihi min Allah, na ni nani ni mtekelezaji mzuri zaidi wa ahadi zake kumshinda Allah? Hakuna anayetekeleza ahadi zake kumshinda Allah. Fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bih, basi furahikieni biashara yenu hii ambayo mmekubaliana naye Allah. Wadhalika huwa alfawzul azim, na hayo ndiyo mafanikio makubwa ambayo wenye kupenda mafanikio wanayatafuta. Sifa za watu wanaokwenda peponi, watakaolipwa pepo: ataibuna, wakikosea kwa bahati mbaya haraka wanakumbuka kutubu, wanakimbilia kutubu makosa yao. Al-abidun, wanaishi duniani muda wote kwenye mazingira ya kwamba maisha yao yawe ni ibada, na wanafanya mambo yao kwa ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah ndiye anayeabudiwa, sisi ni waabudiaji.
Alhamidun ni watu wenye kumhimidia Allah subhanahu wa ta'ala. Asaihun, wanajituma wakakata masafa, wakafunga safari, wakatembea kwa ajili ya kheri, kwa ajili ya ibada. Arrakiun as-sajidun, wanashiriki kwenye sala za jamaa, wakirukuu pamoja na kusujudu pamoja. Al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar, wakiwa kwenye maisha ya kawaida kwenye jamii wanayaamrisha yale anayoyataka Allah na wanayakataza yale ambayo Allah hayataki, maovu. Wanajitahidi kuhakikisha yale mema maarufu yanakuwepo, yanafanywa kazi, na wanajitahidi kuona yale munkarati yanadhibitiwa na yanatoeshwa. Na mwisho, sifa za watu wa janna, Allah atupe na sisi sifa hizi. Walhafidhuna lihududillahi, ni wale watu ambao wanaihifadhi mipaka ya Allah. Wapo duniani, tenda yao waliochukua ni kusimamia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabashiril mu'minin, na wape bishara, habari njema ya mafanikio waumini watakaokuwa wana sifa kama hizo njema. Tunaweka hapo kwenye aya 112. Wallahu a'lamu wa ala hadha alqadri yaqif. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.